Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, leo tunakuletea uchambuzi wa nini kitakachotokea baada ya kikao cha Umoja wa Afrika AU huko mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Mtazamaji pia msikilizaji, leo tutafanya uchambuzi mdogo sisi kama vile Kuna Nini News kwa zile dalili pamoja na cheche zinazoonekana muda wa siku chache zilizopita kufikia leo, tukichukulia haswa mazungumzo pamoja na vikao vinavyofanyika huko mjini Doha pamoja na mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington DC ambayo yanayohusisha watu mbalimbali wakuu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile wale wa Rwanda, serikali ya Kongo kama vile wapiganaji au muungano wa AFCM 23. Pamoja na hayo tunakwenda barani Afrika tukizungumzia Umoja wa Afrika ambao hivi majuzi tu walikuwa na mkutano wao wa kila mwaka mjini Addis Ababa. Tunapochukulia Doha, Washington, Addis Ababa, Angola, sijui Nairobi na wapi, yote hayo yanahusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baina ya serikali na M23 na washirika wao. Yote hayo yanaelekea machafuko mashariki mwa nchi. Lakini sasa tujaribu kuzungumzia kuhusu nini kitakachotokea baada ya kikao cha Umoja wa Afrika huko mjini Addis Ababa, tukitupia jicho kwa yale ambayo tumetoka kuhesabu au kutaja. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kuna cheche zinazoonekana, dalili zikionyesha huenda kuna kitu kitakachotokea hivi karibuni kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini kusema hayo? Ikumbukwe hapa kwamba mwishoni mwa wiki Jumapili ya tarehe Februari 15 huko Ethiopia mjini Addis Ababa uliendeshwa mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Afrika AU. Kwenye mkutano huo alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja huo Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Lakini kabla ya kufikia siku hiyo, Jumamosi ya tarehe Februari 14, Rais wa Afrika ya Kusini, mwenyekiti wa kuongoza mfumo wa ufuatiliaji wa kikanda hapo, tukiona masuala ya DRC kutokana na machafuko yanayoendelea mashariki mwake, machafuko ambayo ni ya uvamizi wa Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia AFCM 23. Mtazamaji pia msikilizaji, siku ya Jumamosi ya tarehe Februari 14 kwenye mkesha wa mkutano kamilifu wa AU, yani Umoja wa Afrika au Muungano wa Afrika, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alithibitisha kwamba nchi yake sasa inaongoza mfumo wa ufuatiliaji wa kikanda kwa ajili ya mkataba wa mfumo wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa Maziwa Makuu. Tangazo hili lilikuja kando ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika AU, ashiria kuapishwa kwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Burundi, kuongoza sasa AU, yaani kuapishwa kama vile mwenyekiti wa shirika hilo. Rais Ramaphosa alisisitiza kwamba Afrika ya Kusini inabaki macho, ikilala zamu, ikiwa yenye kubaki macho makubwa katika kukabiliana na hali mbaya ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya majaribio mengi ya upatanishi, alisema Rais Ramaphosa, wasiwasi unabaki ule ule thabiti. Naye rais huyo wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa kasema nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima irudishe haraka umoja wake, uhuru wake na uadilifu wa eneo ambao lazima uheshimiwe kwa uangalifu na wote, yani nchi zote
pande zote, watu wote. Bwana Cyril Ramaphosa alitia msumari kwa kusema, tunasisitiza kwamba umoja, uhuru na uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima udumishwe na kuheshimiwa watu wote. Hapo hapana mjadala. Anayesema hayo si mwingine, ni Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa. Na kabla tukomeshe matangazo yetu ya muda huu, acha tukumbushe hapa kitu na ambacho kinatupelekea kusema nini kitakachotokea baada ya mkutano au kikao cha Umoja wa Afrika AU kilichofanyika mwishoni mwa wiki na kumchagua Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuapishwa Jumapili ya tarehe Februari 15 mwaka huu wa 2026. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, wiki chache zilizopita, kumbuka, Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza kuondoa askari jeshi wake wanaotumikia tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayojulikana kwa jina la MONUSCO, baada ya miaka 27 wakiwa wenye kuchapa kazi chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo DR. Kwa nini hali zote hizi zitokee karibia kwa nyakati zinazokaribiana, haswa ikifahamika pia kuwa nchi ya Afrika ya Kusini na nchi ya Rwanda uhusiano wao ni wa kusuasua? Nchi ya Rwanda na ya Burundi hali ni mubadala, yaani uhusiano kati ya nchi ya Rwanda na Burundi ni wa kusuasua. Kwa nini nafasi hizi za kimikakati, kwanza kwa kufuatilia masuala yanayohusu Kongo, sipewe kwa wakati huu au karibia wakati mmoja nchi zisizoelewana na Rwanda? Hilo ndilo swala ambalo Kuna Nini News inajipa na imechambua. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ulimwengu mzima ukiwa tayari umeelewa kwamba ni Rwanda inayoongoza AFC M23, nayo yastahili iondoe majeshi yake kwenye ardhi ya Kongo kupitia makubaliano ya Washington DC na vikao vya Doha huko Qatar kwa mchakato wa ushitishwaji vita. Hapa tukiona ndege za kwanza iliyoongozwa na mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliye pia kaimu kiongozi wa MONUSCO nchini DRC, Bibi Viviane Van de Per, kuwasili mjini Goma wiki iliyopita kwa ajili ya mchakato huo. Nini kitakachotokea kesho kutwa, mtondo na mtondogoho, baada basi mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Afrika huko mjini Addis Ababa nchini Ethiopia? Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, labda utaelewa pamoja na channel yetu hii kwamba kwa kweli hapa kuna kitu mnamo siku za usoni, bali tu tuyaachie majiramda. Nchi ya Afrika ya Kusini kwa sasa ina mahusiano yasiyo sawa na nchi ya Rwanda, lakini ni kiongozi au rais wa nchi ya Afrika ya Kusini aliyepewa kuongoza ule mchakato wa kufuatilia masuala ya amani ya kikanda katika yale yanayohusu ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi majuzi alitangaza kuondoa askari wake kwenye tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Kongo. Vile vile Rais wa Burundi kachaguliwa kuwa mwenyekiti wa AU, Umoja wa Afrika, ikifahamika wazi kwamba rais wa Burundi na yule wa Rwanda watembelei mahono mamoja. Hapa kuna kitu, basi tuyaachie majira muda. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, china cha ziada ni yeye nimekuandalia kwa siku ya leo, na kuomba wewe ambao bado huja subscribe, tafadhali
Usiondoke ikiwa hauja subscribe, na ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kutupata, tafadhali usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Usikose pia kushare, yaani kupartage kwa wengine, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Mtazamaji wangu, hacha ni kushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena kwenye kurasa mpya, nasema asante kwa kuipenda Kuna Nini News.